njia ya kutumia njia ya mauaji ni njia ya kuchafua hii the same serikali, ni njia ya kutoa vidonda ambazo zilikuwa zinapona tena mnazitoa. Sasa tena ni njia ambaye mnaweka vijana wetu kuwa na hamaki zaidi na kuona ya kwamba njia ya kujitetea sasa ni njia ya kung'oa hii serikali. Hiyo ndio njia ambaye wanaweza kufuata hiyo njia kama hiyo ambaye sio njia nzuri. Kwa hivyo mimi ningependelea kuona ya kwamba wale ambaye wanastumiwa ni wahusika, ningependa ya kwamba wapelekwe kotini, waachishwe kazi, kwa sababu hata kama wanashukiwa, hata kama ni mkubwa wa polisi anashukiwa, basi aende nyumbani, uchunguzi ifanywe kama iko nyumbani, ama uchunguzi ifanywe kama iko rumandi. Sio jambo nzuri kupoteza maisha ya mtoto ama ya mtoto ya mwingine, ama sio njia nzuri ya kupoteza maisha ya binadamu mwenzako. Mimi kama human right defender wa Nakuru County Biashara Ward, tumeshtumu sana vikali mauaji ya Albert Ojwang, kijana ambaye haiko na future yake, kijana ambaye amesoma, amekuwa mwalimu wa secondary school, na mzazi wake amespend kusomesha huyo kijana ambaye pia ni mmoja tu kwa hiyo familia, ambaye mzee alikuwa amejua ni taa ya nyumbani kwake. Ni kitu imejafanyika vizuri. Kwa hivyo mimi ningependa kusema hivi, last year mwezi kama hizi ndio wakati ambapo vijana wetu pia walikuwa na ile kupinga mambo ya finance bill, na hiyo last year tulipoteza vijana wengi sana, na wote tuliwapoteza kwa mikono ya polisi. Naweza sema kuna vitu zingine pia tunaweza sema ya kwamba maybe inafanyika kama rais mwenyewe ajui, na ningeambia rais wetu William Ruto ya kwamba polisi wanatumia nguvu mingi na wanatumia njia mingi ya maovu ambayo inakuchafulia jina na pia inakuchafulia serikali, wakidhania kwamba wanaweza kunyamazisha hawa vijana. Jambo mzuri kabisa katika hilo jambo ni jambo ambayo ile kijana wenye alikuwa ameandika, hakuna mtu ambaye Mungu amempea ruhusa ya kuchukua uhai ya binadamu mwenzake. Angechukua hatua ya kotini, angemshika ampeleke kotini, umeongea hii na hii kunihusu, na sio jambo nzuri. Jambo la pili ambaye angefanya, yule ni mtu mdogo zaidi, na yule ambaye anadaiwa labda ametekeleza hii jambo ni mtu mkubwa sana katika nchi yetu. Kwa hivyo njia mzuri pia ya kunyamazisha mtu sio kumuua. Muite, kaa na yeye chini kwa meza, waambie kijana, shida ni nini? Ni nini umeona? Maybe kitu yenye ameona wewe mwenyewe hujaona. Anaweza kuambia pana, hii njia hii na hii na hii ambaye maofisa wako wanafanya naye kazi sio njia nzuri. Alafu wewe mwenyewe kwa undani unarekebisha, na utakuwa umesaidia huyo kijana, atakuwa amekusaidia wewe kiongozi, na tena atakuwa amesaidia nchi. Lakini njia ya kutumia njia ya mauaji ni njia ya kuchafua hii the same serikali, ni njia ya kutoa vidonda ambazo zilikuwa zinapona tena mnazitoa. Sasa tena ni njia ambaye mnaweka vijana wetu kuwa na hamaki zaidi na kuona ya kwamba njia ya kujitetea sasa ni njia ya kung'oa hii serikali. Hiyo ndio njia ambaye wanaweza kufuata hiyo njia kama hiyo ambaye sio njia nzuri. Kwa hivyo mimi ningependelea kuona ya kwamba wale ambaye wanastumiwa ni wahusika, ningependa ya kwamba wapelekwe kotini, waachishwe kazi, kwa sababu hata kama wanashukiwa, hata kama ni mkubwa wa polisi anashukiwa, basi aende nyumbani, uchunguzi ifanywe kama iko nyumbani, ama uchunguzi ifanywe kama iko rumandi. Sio jambo nzuri kupoteza maisha ya mtoto ama ya mtoto ya mwingine, ama sio njia nzuri ya kupoteza maisha ya binadamu mwenzako. Ni jambo ambaye inafaa kustumiwa, na yule mwenye ametekeleza hiyo, hata yeye mwenyewe kwa familia yake, hata kama atakuwa amewacha kwa hiyo kazi, laana unawachia watoto wako na unawachia wajukuu wako. Kwa hivyo msipende kuchukua maisha ya watoto wengine ovyo ovyo, wenye hawana silaha, mwenye hata jakubebea, hata ngumi ya jakupiga, hata mawe, wewe unampiga, unamuua, unadhania akiondoka ndio utakuwa na amani. Na kuambia kwamba wewe mwenye umechukua maisha ya Jacob, utakuwa na amani kwa maisha yako, na hata kama utakuwa kwa hiyo kazi, watoto wako hawatakuwa na amani, na hata hisia zako haitakuwa na amani. Sio jambo nzuri. Tunataka hii serikali ikue inaongoza watu kisheria, sio kuchukua maisha ya mtu.
wewe ongoza kisheria. Mtu akikosea, wameandika kitu mbaya, peleka yeye kotini, ama ita yeye, kaa na yeye chini, mzime na maneno, mwambie wewe endelea polepole, enda polepole kijana, hii iko hivi na hivi na hivi, na hayo umesema nitaenda kurekebisha. Hiyo ndio uongozi ya kidemokrasia ambaye ni mzuri, na kuzingatia maisha ya binadamu mwenzako. Kwa hivyo hiyo tumeshtumu vikali, na tunataka rais kama yeye ni amri jeshi mkuu ya majeshi yote ikilingana polisi, ingawa huwa anasema saa zingine polisi amewacha independent, msiwache polisi independent sana, kwa sababu jina ya serikali yako na yako ndio inaharibika zaidi. Hiyo ndio inaharibika zaidi. Kwa hivyo act, yule wahusika weka hao ndani, waachishwe kazi, iwe funzo kwa maaskari wengine na kwa wenye tabia kama yeye. Asanteni. Unaweza ambiaje baba, yeye ndo amekuwa mwisho kuongea hii mambo ya nini, mpaka watu wa Kenya walikuwa kishindo, kwani baba ameachilia wa Kenya, yeye umeona vile ameongea, yeye ndo amekuwa mtu wa mwisho kuongea. Unaweza ambiaje? Mimi siwezi ambia baba amefanya mabaya kwa kuongea late, kwa sababu unajua mtu mzima kama yeye ama mzee kama yeye, lazima akiongea, lazima aongee kitu ambaye haiko na ukweli, sio kuongea tu. Lazima hata yeye kuna watu wake, investigation imefanyika 1 2 3. Kwa hivyo akiongea anajua ile kitu ambaye anaongea ni kitu ambaye inaweza saidia inchi na inaweza saidia wengine pia wasipitie dhuluma kama hivyo. Kwa hivyo tuna vile baba ameongea pia, nataka hivyo ushauri yake na yale ambaye huwa kila wakati anashauri hii serikali wawache mambo ya mauaji ya vijana wetu. Nataka asukume serikali hii izingatie hiyo agreement yao ambayo walikuwa wameagree ya kwamba mauaji haitakuwepo, isikuwepo tena. Rais alikuwa amesema ya kwamba hiyo mambo ya mauaji haitakuwepo tena, na akahakikishia nchi na nchi ya madola, akawaambia haitakuweko. Na sasa tumeona ya Jacob sasa tena imefanyika kwa mikono ya polisi, kwa mikono ya polisi. Hiyo ndio ile kitu ambayo inauma zaidi. Polisi waiko safe kuniprotect na kunilinda na kufuata na mimi sheria. Nikivunja sheria, kuna sheria ambayo wana suppose kunifuata nayo, kunifuata kwa njia ya kisheria. Lakini hawana sasa tofauti ya polisi na banjabazi ni nini? Ama polisi inatakana kama ni reform ifanyike kubwa, na kama ni kurudishwa training warudishwe. Hata hii DCI wanajiweka kwa kiwango kingine ambayo wanasema hao ni DCI, lakini kiwango yao, hadhi yao inapungua zaidi. DCI walikuwa wachukuliwe kama hao mapolisi wa kawaida. DCI kama ulikuwa uiko katika hiyo kitengo ya DCI, wewe uiko imejulikana huyu mtu, hata kama huyo mzee alikuwa umejitambulisha kama DCI, mzee alikuwa anawapea wakijua kwamba kijana wake haiko safe. Hawakuwapea tena kwa hiyo DCI ndio tena itokee mauaji. Kwa hivyo hata DCI kwa hiyo kitengo ndani ya polisi, kwa hiyo kitengo ya DCI, musichafue jina hiyo DCI. Imeheshimika zaidi na muiko juu zaidi. Kama wale wa Uingereza, kama wale wa Amerika, muiko juu. FBI inatakana mkue kama FBI. Nyinyi ni watu wengine ambapo hadhi yenu iko juu, sio hadhi ya chini hii kidogo yenye unasikiaga mapolisi hao wa chini wanapigana risasi ovyo ovyo, wanashika mtu wanaua ovyo ovyo. Sasa mkiwa hivyo na nyinyi ndio muiko katika area hiyo, muiko hapo juu, wale wa chini watafanya nini? Msiharibu jina ya DCI nyinyi maaskari. Lakini reform ya mapolisi ifanyike na wakuwe na utu na ubinadamu, na wajue ya kwamba kuwa polisi ni uniform tu. Ukitoa hiyo uniform, wewe ni raia kama ule raia mwingine. Ungependaje kama wakati wako utatoa uniform ama umeretire, alafu wewe ule mwenye iko kwa kiti na uniform akuja chukue mtoto wako ama kuchukue wewe akufanyie hivyo? Wewe unaweza feel aje? Unaweza sikia aje? Utapiga makofi, utasema amefanya kazi nzuri? Hakuna kazi nzuri. Matusi kotini. Nini mtu ameandika nini wala nini? Hata nashukuru sana, hata baba mwenyewe ashachorwa hapa hivi na akachorwa kwa sanduku, akafanya nini? Si kusikia ameongea. Na kama ni matusi, hakuna mtu mwenye matusi ingemuua kama Moi. Moi alitukanwa zaidi na watu wote, alitukanwa matusi zote za ulimwengu huu. Alikuwa anakaa tu, hakuna mtu, hakuua mtu, na haikumzuia aishi mwaka hiyo yote yenye Mungu alimpea.
na haikumzuia kuongoza hiyo muda yote. Kwa hivyo matusi, mtu atakutukana leo, kesha tukane mwingine, ile yako inasaulika. Hiyo sio kitu ya kuulia kwa mtu Swali yenye Wakenya wengi wanajiuliza, kwani Homa Bay hakuna police station? Mtu atolewe Homa Bay amekosea, apelekwe Nairobi huko kwote kwa ajili gani? Kwani Homa Bay hakuna police station? Nadhani ile jambo ambayo inakuaga kama mtu amepata court order ama kama umeshikwa, unapelekwa to the nearest police station, hapo unabukiwa hapo polisi, kesho kufikia asubuhi wanakupeleka kotini hapo. Kwa hivyo hata ma DCI kama walikuwa wameenda hata Kisumu, hata Nyanza ama Homa Bay iko na ma DCI. Kwa hivyo kama wangekuja kumshika ama wangetuma tu ka signal, huyo tunataka ashikwe, na mnajua kwao, mnajua venye mnaweza mpata, ni mtu mwalimu, ni mtu ameajiriwa huko pande ya Mombasa, mali ya kumpata ingekuwa shida. Mungemshika tu, mumpeleke polisi, kesho mumstaki na ile staka ambayo inatakikana, kama ni bond apewe, afanye kazi yake. Akifanya kesi ikimlemea, basi sheria ichukue hatua yake, lakini akibaki akiwa hai. Hiyo ndio nadhani sheria. Na sisi kama human rights lazima tushtumu hii kitu kwa kiwango kikubwa, na tumesikitishwa na tumesutumu kwa kiwango kikubwa, na tunataka hiyo ikome kabisa. Hatujasahau ya Brian, hatujasahau ya vijana wenye walikuwa wameuana Nairobi, hatujasahau zile ambayo inafanyika ni mbaya, na inatakana rais achukue hatua ama iongelee na achukue hatua yenye tutafili ya kwamba amechukua hatua. Tutafili kwa kwamba amechukua hatua, na asiwache tu ati kwa sababu polisi iko independent. Hapana, aulize maswali mazito kutoka kwa polisi na atake answers, na atake hatua ichukuliwe. Wakenya wataridhika na watajua kwamba kumbe hata yeye ni mtu wa haki ya kibinadamu. Kwanza yeye ni mtu ambaye ni mtu wa kanisa. Kitu la mwisho unaweza ambiaje rais, kwa maana saa hizi rais ndo analaumiwa kwa kitu yenye si yeye amefanya. Sasa amefanya ya kwamba kila Mkenya anasema Ruto must go. Unasemaje hapo? Mimi naweza sema hivi. Hii stuma yote ambayo watu wanaelekeza kwa mtu fulani ama mtu fulani. Siwezi sema ya kwamba hiyo stuma labda huyo ndio muhusika ama ni muhusika. Lakini kile naweza sema, muhusika amejulikana. Na kama muhusika anajulikana, rais chukua hatua, kwa sababu hii ni kitu ambayo inachafua serikali mzuri ambayo ni ya broad-based government, ambayo ilikuwa imeleta peace na imeleta maendeleo, na hali ya kiuchumi imekuwa sawa, imeanza kukua sawa, tena inaturudisha last year. Ichukua tu, usione huyu mtu ni mtu wa kutoka area yangu ama kabila yangu ama nini. Wewe ona huyu mtu kama ni mtu kama Mkenya, ameua Mkenya mwenzake. Kama umejua ya kwamba, na wewe nimejua rais umejua ni nani, kwa sababu uiko na intelligence wengi na uiko na hatua mingi sana ambayo unaweza pata hiyo information. Usinyamaze. Tunataka mtu kesho aende home. Mtu aende home kesho na face charges. Itakuwa funzo. Bure tu akinyamaza, tena kesho mwingine atakuchafulia serikali. Tena kesho kutwa mwingine atakuchafulia serikali. Wewe mwenyewe ujui, lakini hawa wanakuchafulia serikali. Kesho tunataka mtu aende kotini na afanye kesi. Isikae sana kama ile ya Baby Pendo, isikae sana kama hawa vijana wenye waliuawa last year. Hii iwe mfano kwa wengine, na ndio sababu kesho kutwa mwingine tena asitekeleze jambo kama hilo. Wajue nchi inaongozwa kisheria. Asante.